tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, ni siku ya Jumatano. Karibu katika taarifa yetu ya habari usiku huu wa leo. Naamini kabisa ubukeri wa afya, na kama afya yako imetetereka kidogo, basi Mungu akutie nguvu. Karibu tuweze kufuatana kwa pamoja kuanzia mwanzo wa habari mpaka mwisho wa habari. Na miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu wa leo ni pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu na msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, marehemu Charles Martin Hilary azikwa. Kwa haya na mengine mengi, na kusihi uambatane nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaweza vile kutufuatilia matangazo yetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Nitakaye kuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Na moja kwa moja tuanze taarifa yetu ya habari na tuanzie huko Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaongoza mamia ya wananchi katika kuuaga na kuzika mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu na msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, marehemu Charles Martin Hilary aliyefariki tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2025. Taarifa kamili na Abdalla Pandu. Akizungumza wakati wa kuaga mwili wa marehemu Charles Hilary, Dr. Mwinyi amesema kwamba marehemu Charles Hilary alikuwa ni mtu mahiri katika utekelezaji wa majukumu yake yaliyopangiwa na kuwa ni mfano kwa watendaji wengine. Alikuwa ni mtu ambaye anajituma, ni mtu ambaye mara zote alikuwa tayari kuhakikisha kwamba majukumu yake yanatimia. Tumeondokewa na mtu mzuri, mtu mcheshi, mtu mchapakazi na mtu hodari wa kazi yake, lakini ndio mapenzi ya Mungu. Kuzungumza katibu mkuu Wizara ya Habari Tanzania Bara Gosen Msigwa anasema kuna kitu cha kujifunza kwa waandishi wa habari kutokana na maisha ya marehemu Charles Hilary. Charles ameondoka, kitabu chake kipo. Kwa hiyo tusiwe na visingizio. Hata tukisikitika kiasi gani, muhimu leo tuzingatie aliyotufundisha. Baadhi ya waandishi wa habari waliowahi kufanya kazi na marehemu Charles Hilary wameelezea wanavyomfahamu marehemu katika utendaji wa majukumu yake ya kila siku. Marehemu Charles alinijia moja kwa moja, akanifahamisha kwamba bwana Abdalla Majira, wewe ni mtangazaji mzuri sana. Usali yako ni moja tu, jaribu kuwa makini kwenye R na L. Kwenye maadili tuna mila na tamaduni zetu. Mila na tamaduni zetu hazijifichi. Tuzidumishe, tuulize, na kwa vijana wakubali wanapokosolewa, wakubali wanaporekebishwa. Kanuni za utangazaji na uandishi wa habari hazibadiliki. Hata kama tutapata teknolojia mpya, mambo yanakwenda mapya, lakini kanuni zipo pale pale. Kwa hiyo Charles alikuwa anafuata kanuni zile. Marehemu ameagwa katika viwanja vya Kisonge na baadaye kanisa la Mkunazini, na baada ya hapo mwili wa marehemu umepelekwa katika makaburi ya Mwanakwerekwe kuzikwa katika nyumba yake ya milele. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mungu amlaze mahali pema peponi roho yake marehemu Charles Hilary. Bunge limepitisha kiasi cha shilingi bilioni 135.7 kwa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2025-26 ili wizara hiyo iweze kutekeleza shughuli zake zikiwemo kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda hapa nchini. Brian Moses ana taarifa zaidi. Ni bajeti iliyowasilishwa bungeni jijini Dodoma na waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara, Daktari Selemani Jafo. Pamoja na kulieleza bunge kazi zilizotekelezwa kwa mwaka wa fedha 2024-25, akabainisha vipaumbele vya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-26. Kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kielelezo na kimkakati nchini. 3, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwanda vya utoaji huduma kwa uboreshaji mazingira ya uwezeshi, ikiwa ni pamoja ujenzi wa miundombinu ya mitaa ya viwanda industrial cluster kwa ajili ya viwanda vidogo na vya kati.
Katika kukabiliana na tatizo la ajira hapa nchini, Waziri Dr. Jafo akaeleza nafasi ya wizara hiyo. Hamna serikali hasa kwa nchi zinazoendelea itaweza kuajiri watu wote. Private sector, viwanda na biashara ndio sehemu lango la kuajiri. Ndio maana katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hivi sasa itakuja na mpango mahususi wa ujenzi wa viwanda wa miaka 6 utaanza mwaka huu mwishoni mpaka mwaka 2031. Msisitizo wa baadhi ya wabunge waliopata fursa ya kujadili bajeti hiyo ukaitaka serikali kuongeza nguvu ya kuvilinda viwanda vya ndani. Hivi kuna haja gani ya kuwa viwanda vingi tunavyo alafu sasa tuvilindi? Sasa hivi kweli utaruhusu bidhaa kutoka nje kwa bei nafuu na huku kwetu tunatengeneza viwanda kwa bei kwa malighafi ambayo ina bei ya juu? Hatuwezi kusindanisha viwanda hivi. Kwa mfano madawa ya kusafisha vyoo tu, wako kina mama wanatengeneza hapa Tanzania. Umewapandisha kina mama wangapi? Umewapa mikopo wangapi wachache ili baada ya kuagiza madawa ya chooni kutoka nje tufanye hapa hapa? Lakini kwenye viwanda vya vileo kuna maneno mengi sana hapa. Vileo vinaharibu watu na nini. Mheshimiwa, hiyo ni tabia ambayo inabidi tuwajenge watoto wetu na wazazi wetu. Unywaji wa pombe uendane na maadili. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Asante sana Brian Moses kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Serikali ya Tanzania imesaini mkataba na Jamhuri ya Cheki kuondoa ulipaji wa kodi ya mapato mara 2 kwa wawekezaji na wafanyabiashara watakaofanya shughuli zao kati ya nchi hizo 2 kutozwa kodi katika mapato yao katika nchi moja badala ya kila nchi kutoza kodi ya mapato. Tupate taarifa kamili. Wakisaini mkataba huo jijini Dar es Salaam, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amesema hatua hiyo itasaidia kuvutia mitaji kutoka Jamhuri ya Cheki kuja nchini, lakini pia kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi. Zoezi hili lina faida kubwa, mojawapo ikiwepo hiyo ya kuvutia mitaji, kuvutia uwekezaji, lakini pia na kusaidia katika kupunguza ukwepaji wa kodi pamoja na masuala mengine ya kikodi. Tayari kwenye tafiti zinaonesha kwamba Tanzania sasa tuko nafasi ya 3 katika kuvutia uwekezaji pamoja na kuvutia mitaji kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Kusainiwa kwa mkataba huo pia kunatajwa kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato kwa nchi hizo 2 kupitia upatikanaji wa taarifa za kikodi na utatuzi wa migogoro ya kikodi. Masuala ya uwekezaji ndio njia mpya ya kushirikiana katika masuala ya kiuchumi na ni njia mpya za kukuza vyanzo vipya vya kodi pamoja na kutengeneza ajira, na hii imekuwa moja ya ajenda kubwa ya rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda yake ya kushughulikia kutengeneza ajira kwa vijana na kutengeneza vyanzo vipya vya kodi. Kwa upande wake, balozi wa Jamhuri ya Cheki nchini Kenya amesema nchi hizo zilizoingia mikataba ya makubaliano ya kuondoa makato ya kodi mara 2 zimekuwa zikinufaika katika kuvutia mitaji ya kimataifa kwa 30%, huku akiweka bayana kuwa makubaliano hayo yanatoa ujumbe kwa wawekezaji ulimwenguni kuwa Tanzania ipo tayari kufanya biashara. We are very proud of this Czech-Tanzanian partnership because again, to assemble a plane is not easy. So it's great evidence of what our partnership may encompass. Hatua hiyo pia inatajwa kusaidia kuweka mazingira ya kodi yanayotabirika ili kuvutia uwekezaji wa mitaji ya muda mrefu pamoja na kuondoa mzigo kwa wawekezaji wanaoendesha shughuli zao katika nchi hizo 2. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Polisi mkoani Mwanza inaoshikilia watu 188 kwa tuhuma za kijinai ikiwemo mauaji ya uvuvi haramu pamoja na matumizi ya dawa za kulevya. Respicius Kaiser anatupasha taarifa hiyo. Akitoa taarifa ya utendaji kazi kwa kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Machi 30 hadi Mei 13, 2025, Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod William Mutafungwa amesema kuwa watuhumiwa hao wamekamatwa kupitia operation ya msako iliyofanyika kwa nyakati tofauti. Makosa hayo ni pamoja na watu 34 waliokamatwa kwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu, kupatikana na pombe haramu ya moshi watuhumiwa 64,
matukio ya mauaji, watuhumiwa waliokamatwa ni 4. Uvuvi haramu katika ziwa Victoria, jumla ya matukio 3 na watuhumiwa 3 waliweza kukamatwa. Matumizi ya dawa za kulevya, jumla ya watuhumiwa 82, ambapo jumla ya watuhumiwa 72 wamehojiwa na kufikishwa mahakamani na kesi zao zipo katika hatua mbalimbali kule mahakamani. Kamanda Mtafungwa pia ametaja mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwezi mmoja, ambapo watuhumiwa kadhaa wamepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani. Mafanikio katika misako kwa kipindi cha mwezi mmoja, jumla ya kesi 37 zilipata mafanikio kwa watuhumiwa kupatikana na hatia na kupata vifungo mbalimbali katika magereza. Hata hivyo, miongoni mwa kesi 3 za ukatili wa kijinsia kwa watoto ziliweza kufikishwa mahakamani, ambapo washtakiwa waliweza kuhukumiwa miaka 30 kila mmoja katika mahakama tofauti na kwa nyakati tofauti. Pongezi za dhati zikatolewa na Kamanda Mtafungwa kwa mashahidi waliofanikisha watuhumiwa kutiwa hatiani. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru wadau wote walioshirikiana na Jeshi la Polisi, lakini tunachukua nafasi hii kuwapongeza mashahidi walioitwa na kufika katika vituo vya polisi na hatimaye mahakamani na kueleza kinaga ubaga kilichojiri na hadi kusababisha wahalifu wao kuweza kupata stahiki zao. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Asante sana Respicius Kaiser kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mwanza. Na sasa tuungane na Salma Mrisho kutoka mkoani Geita. Mgodi wa dhahabu wa Geita kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wameandaa warsha ya siku 2 kwa wadau kuhusu kuzuia rushwa, ikiwa ni sehemu ya kukuza uwazi, uadilifu na maadili ya utendaji unaozingatia haki, kwani rushwa ni tishio la ukuaji wa uchumi na utawala wa kidemokrasia. Akizungumza, mkurugenzi mtendaji wa GGML Duran Archery amesema rushwa zina athari sio tu kwenye biashara bali pia katika jamii na kupelekea kupunguza imani kwa wananchi kwa taasisi na uvuruge maendeleo endelevu. This 2-day event is an essential part of our ongoing commitment to promoting transparency, integrity and ethical conduct both within GGML and in the communities surrounding our operations. Warsha hii inatoa nafasi kwa washiriki kujifunza mbinu bora za kuzuia na kupambana na rushwa, kushiriki mijadala yenye tija na kutengeneza mikakati itakayosaidia kuimarisha maadili na uwajibikaji katika taasisi na jamii kwa ujumla. Uwekezaji salama na wenye tija hujitokeza pale ambapo kuna uwazi, kuna uwajibikaji na uadilifu. Kuzuia rushwa si tu wajibu wa kimaadili, lakini pia ni kichocheo cha ushindani, ajira na mapato kwa wananchi wetu. Akifungua kongamano hilo, katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombat amesema elimu hii inatoa mwanya kwa wadau kujua wajibu wao ili kuepuka vitendo vya rushwa ambavyo wakati mwingine huchangia kupata matokeo yasiyo bora katika utendaji wa kazi. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote katika sekta ya umma, sekta binafsi na jamii yetu kwa ujumla kuwa mfano wa kuigwa na kutekeleza majukumu yetu kwa uaminifu, uwazi na uwajibikaji. GGML imekuwa ikitoa mafunzo kwa ushirikiano na TAKUKURU juu ya kuzuia rushwa, hasa ukiangalia mgodi una tenda za aina mbalimbali zinazohitaji wazabuni ambao wanataka uwazi utumike kupata kampuni yenye ubora bila rushwa. Aidha, warsha hii kauli mbiu ya mwaka huu ni kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Wafanyabiashara ndogo manispaa ya Shinyanga wamehimizwa kujitokeza kujiandikisha kupata vitambulisho vya utambuzi wa wafanyabiashara ndogo ili waweze kupata fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali, ikiwemo fursa ya kupata mikopo yenye masharti nafuu. Elizabeth Chazi kutoka mkoani Shinyanga anatuarifu. Haya yamebainishwa katika mkutano maalum uliokutanisha wafanyabiashara ndogo manispaa ya Shinyanga na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum
uliofanyika kwa lengo la kuwapatia elimu ya usajili wa vitambulisho vya wafanyabiashara ndogo ndogo na faida zake. Kitambulisho kile ni utambulisho wa mfanyabiashara kama ulivyo utambulisho wa mtumishi wa kada yoyote ile, anatambuliwa kulingana na kitambulisho chake na kazi anayoifanya. Wizara kupitia maafisa ambao tumefika hapa hivi leo, tumekuja kwa ajili ya kuamsha ari ya sisi wote tuchangamkie fursa hiyo. Kufuatia elimu hii, wafanyabiashara ndogo ndogo wamehoji juu ya changamoto wanazokabiliana nazo katika mfumo wa usajili wa vitambulisho hivyo na upatikanaji wa mikopo inayotolewa na serikali kupitia benki ya NMB. Sijui nini ni nini. Nyinyi mnatuambia bodaboda tumo, bodaboda tunahamasisha, wanakwenda kukata, wanachukua control number, wanalipia, wakienda benki wanaambia bodaboda hawahusiki. 2020 mpaka sasa hivi vitambulisho hatujapata. Nini zaidi kwamba mmekuja nao, rubana imekuja badala mmekuja vile vitambulisho tu ulipia kwa mkuu wa mkoa. Kwa nini wasipunguze kati ya mzunguko ukawa ni mdogo kupata hiyo kitambulisho? Kwa sababu mimi natakiwa nichukue hicho niende benki niweze kupata pesa, na msimu wa sikukuu kama hivi zinakuja Idi kubwa na 77 na 88 tu tuna pesa tufanye biashara. Mratibu wa zoezi la utambuzi wa wafanyabiashara ndogo ndogo mkoa wa Shinyanga, Rozi Tungu, amebainisha namna ambavyo serikali inatekeleza zoezi hilo na uboreshaji wa mfumo wa upatikanaji wa mikopo. Kwa sasa mfumo umekaa vizuri, mfumo umerekebika. Kundi la bodaboda wamo kwenye mpango wa kupata fursa hii na wao ni mojawapo, isipokuwa yule tu ambaye atakuwa hana sifa za kupata mkopo. Jumla ya shilingi milioni 21 na laki 9 zimeshakopeshwa kwa wafanyabiashara ndogo ndogo katika manispaa Shinyanga kati ya shilingi milioni 140 ambayo inatolewa na serikali kupitia benki ya NMB. Mimi ni Elizabeth Charles wa Star TV. Asante sana Elizabeth Charles kutoka mkoani Shinyanga kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametaka wanaofanya shughuli za kibinadamu kando ya Ziwa Victoria kusakwa na kuchukuliwa hatua za kisheria kutokana na shughuli hizo kuchangia uwepo wa magugu maji ndani ya ziwa hilo. Grace Mbise anatujuza taarifa hiyo. Katika uzinduzi wa jarida la bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria kuhusu kukabiliana na gugu maji jipya ndani ya ziwa hilo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anahimiza kufanyika msako kubaini wanaofanya shughuli za kibinadamu kando ya ziwa hilo na kuchukuliwa hatua. Fanyeni operation. Msisubiri watu wameshajenga nyumba ndio tunaenda kuvunja. Tusisubiri watu wamesha lima mazao yao ndio wanasema hekima itumike. Hekima inatumika pale ambapo sheria hakuna. Mbali na hilo, mkuu huyo wa mkoa anaeleza serikali kutoa fedha zitakazosaidia kununua vifaa kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya Ziwa Victoria. Misheni ya kudumu, serikali itatenga fedha kati ya shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya ununuzi wa mashine zetu sasa. Kwa hiyo mimi nimefanikiwa kuishawishi serikali kwamba tununue mashine zikae hapa station dikanda ya ziwa kunapotokea changamoto yoyote. Lakini pamoja na hayo ziwa letu tunaona kuna magugu, kuna nini. Kwa hiyo mashine zetu zikiwepo, hata watu wetu wa bonde watakuwa na kazi sasa ya kwenda kusafisha ziwa. Mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria Daktari Renato Sishinu anabainisha chanzo cha gugu maji jipya ikiwemo shughuli za kibinadamu. Kwenye Ziwa Victoria limekuwa ndo gugu maji la kwanza. Na chanzo chake kwenye Ziwa Victoria hii tunasema chanzo cha gugu maji ni virutubisho. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita nutrients. Sasa virutubisho hivi vinatokana na shughuli za kibinadamu ambazo mara nyingi zimekuwa zikifanyika nje ya Ziwa Victoria na ndani ya ziwa. Sasa nje ya Ziwa Victoria virutubisho hivi tunavipataje? Ni kwamba tunavyo viwanda lakini tunavyo matumizi ya majumbani. Kwa hiyo mara nyingi unakuta kwa mfano viwanda kuna baadhi wanatiririsha maji labda pasipokuwa na kutibu yale maji. Hata hivyo, uzinduzi wa jarida hilo kunatajwa kusaidia kutoa elimu kwa jamii juu ya gugu maji jipya na athari zake, ikiwa ni pamoja na namna ya kukabiliana nalo. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Mimi na wewe tunapaswa kutunza mazingira kwa nguvu. Asante sana Grace Mbise kwa taarifa hiyo.
Katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Hassan Abasi amesema Rais wa Finland Alexander Stubb anatarajiwa kuzindua programu ya uhifadhi misitu nchini yenye thamani ya paundi milioni 20 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 40 wakati wa ziara yake nchini. Dr. Abasi ameyasema hayo kwenye makumbusho ya taifa jijini Dar es Salaam mara baada ya kumpokea mke wa Rais Stubb, Bi Susan Aines, alipotembelea makumbusho hayo. Amesema programu hiyo itakuwa kuendeleza misitu nchini ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sisi kama Wizara ya Maliasili na Utalii tuna ushirikiano mkubwa sana na wa muda mrefu, hasa kwenye sekta za misitu na maeneo ya kubadilishana wataalamu kwenye sekta na misitu, na mnafahamu hata kwenye ziara na programu hii ya Mheshimiwa Rais mwenyewe kesho kutwa pia atazindua programu ya zaidi ya dola paundi milioni 20, zaidi ya bilioni za Kitanzania 40, programu mpya itakayotusaidia kuendeleza sekta ya misitu. Kwa hiyo sisi na wafini ni ndugu kabisa. Kwa upande wake mkurugenzi wa makumbusho ya taifa Dr. Noel Logwa ameiasa jamii kujenga utamaduni wa kujifunza historia ya Tanzania kwa kutembelea makumbusho ya taifa. Ni alama kubwa sasa kumbe wananchi wa Tanzania lakini wageni kutoka nje watembelee makumbusho. Kwamba ukifika katika taifa lolote ukitaka kufahamu historia ya taifa husika, basi eneo pekee ni kwenye maeneo Malikale na hasa kwenye makumbusho zetu. Kwa hivyo ni hamasa kwa Watanzania, ni hamasa kwa wageni kutoka nje. How we as individuals can participate in AI has been very, very exciting, very interesting. We had a very well-resourced and well-informed. Rais Alexander Stubb yupo nchini kwa ziara ya siku 3 ambapo pia anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa wiki ya ubunifu unaoendelea jijini Dar es Salaam. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Bodi ya wakala wa nishati vijijini REB imeridhishwa na programu ya kupeleka nishati safi kwa maeneo yanayohudumia watu zaidi ya 100 wenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 35, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba ifikapo 2034 asilimia 80 ya Watanzania waweze kutumia nishati safi. Tupate taarifa zaidi. Wakikagua mradi wa nishati safi katika gereza la Maweni mkoani Tanga, wajumbe wa bodi ya nishati vijijini REB wakiongozwa na Balozi Radhia Msuya amesema umeridhishwa na utekelezaji huo ambao utasaidia kufikisha malengo ya serikali. Kwa hiyo tumekuja kutembelea ile gereza la Maweni na tuliyoona yametutia moyo, yameonyesha kwamba hata magereza na hususan gereza kuu la mkoa wa Tanga limeanza kutimiza azma hiyo ya kuwa na nishati safi ya kupikia. Mradi mwingine ni ule mradi ambao tunafanya na wenzetu wa jeshi la magereza, ikiwa ni sehemu ya kupeleka nishati safi katika taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100. Tayari tumesaini mkataba tarehe 13 Septemba mwaka jana, ambapo mkataba huu una zaidi ya shilingi bilioni 35. Na skopu yake ni kwamba utapeleka nishati safi ya kupikia ya gesi asilia kwenye gereza la Lirungu kule Mtwara, na ujenzi wa miundombinu ya biogas 126 kwa nchi nzima, mifumo ya LPG 64, usambazaji wa mitungi ya gesi kwa stafu wa magereza 15920 ya kilo 15 pamoja na jiko la pleti 2 kwa ajili ya kuhamasisha matumizi haya. Kwa upande wake mkuu wa magereza mkoa wa Tanga Frediki Masawe amesema magereza imejiwekea malengo endelevu ya matumizi ya nishati safi. Tunaendelea kuomba ushirikiano huu uendelee ili zoezi hili la matumizi ya nishati safi ya kupikia liwe endelevu na tusirudi tena katika matumizi ya kuni. Kama ambavyo tunafahamu madhara makubwa ambayo tunaweza kuyapata kwa kutumia kuni, mazingira yetu yanaharibika, lakini hali ya hewa pia inaharibika. Pia hata wale wanaotumia kuni hiyo afya zao zinadhoofu kutokana na ile gesi chafu ambao walikuwa naivuta wakati wa kutumia zoezi la kuni. Matumizi haya ya nishati safi yamerahisisha kazi ya kuandaa chakula cha wafungwa na mahabusu, kwani kwa kutumia nishati hiyo chakula kinaiva kwa wakati. Imesaidia sana kupunguza uharibifu wa mazingira, kwani kabla ya hapo kuni nyingi zilikuwa zinatumika kwa ajili ya kupikia chakula cha wafungwa. Huku wakishukuru ushirikiano uliopo baina ya wakala wa nishati vijijini REA kwa kuwezesha majiko sanifu, mitungi ya gesi, upatikanaji wa mkaa rafiki wa mazingira.
Asante sana kwa wewe ambao umeendelea ukichagua kituo bora kabisa cha matangazo ambacho ni Star TV. Tuenda kupumzika mafupi, tutakaporejea tutakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Leo tutakuwa mkoa gani? Endelea kukaa nasi. Mimi naitwa Frankie Tawa. Lile balala soka wiki hii ni noma ndani ya Star Times. Baada ya Barcelona kuwachapa vibaya Real Madrid kwenye Copa del Rey, wiki hii wababe hawa wanakutana tena kwenye El Clasico nyingine kubwa ya La Liga. Jumapili hii ni Mei 11 saa 11:15 jioni. Mechi hizi zinakujia live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Lipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa watumiaji wa decoder antena, ama kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 kwa watumiaji wa dish. Jiunge leo kwa bei ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 au kwa decoder dish full set kwa shilingi 56,000 tu. Star Times, enjoy digital life wewe. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your Goal, nirahisishia zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Naitwa Freddy. Nimekuwa nikinunua bidhaa tofauti pasipo kuhakikisha alama ya ubora wa bidhaa. Nilikumbushwa lakini sikujali. Nilikumbushwa tena, pengine tena na tena, juu ya uhakiki wa kila bidhaa ninayonunua iwe na alama ya uthibitisho wa ubora. Bado nilipuuzia, sikujali. Sasa madhara ni makubwa kwa kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora wake. Tafadhali, hakikisha alama ya ubora ya TBS kwa kila bidhaa unayonunua. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Shirika la Viwango Tanzania, TBS. Naam, baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa katika ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo jicho letu linaangaza hapa mkoani Mwanza. Uvuvi usiofuata kanuni na taratibu zilizowekwa na serikali katika maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria umeelezwa kuathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa, huku uvuvi huo ukitajwa kuchangia utaratibu wa mazingira, uharibifu wa mazingira ya ziwa hilo na ekolojia yake. Grace Mereo aliyekuwa ametembelea kisiwa cha Ukerewe kujionea shughuli za uvuvi na kuandaa taarifa ifuatayo. Muonekano wa mji wa Nansio katika wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza ukidhihirisha maisha ya jamii yaliyobebwa na shughuli za uvuvi na kilimo kama shughuli kuu za wenyeji wa visiwa zaidi ya 38 vinavyounda wilaya hii. Kwa mujibu wa mamlaka ya halmashauri wilaya ya Ukerewe, inakadiriwa kuwa 50% ya mapato yanatokana na sekta ya uvuvi. Kuelekea kwenye kilindi cha Hamwebe na kutana na wavuvi Betnego Mkama na wenzake hapa na shiriki uzoefu kwa mara ya kwanza wa shughuli za uvuvi kupitia kwao. Uvuvi nyewe unaonufaishaje licha ya kwamba umesema kwamba sasa hivi uvuvi hauko vizuri kulingana na upepo? Tunapopata hao samaki tunawauza, pili tunajipatia kitoweo. Kwa hiyo ndio maana tunapata manufaa mengi kwa kweli. Hata serikali yetu pia tunapopeleka samaki hawa sokoni, pia kuna watu ambao wanawasafirisha. Lazima walipie pia mapato ya serikali. Sekta ya uvuvi kwa sasa inachangia 1.8% katika pato la taifa, ambapo imejiwekea malengo ya kufikia uwezo wa kuchangia 10% ifikapo mwaka 2030. Kulwa Alex, mvuvi mwenyeji eneo la Nakatunguru, jirani na mwalo wa Hamwebe, yeye na wenzake wanakiri kuwa uvuvi huu unaathiri maisha na kuleta changamoto katika maeneo yao.
wanapovuta vile visamaki vidogo na vile vidogo kabisa wanapovuta, vingine wanaacha. Hiyo ndio inakuwa changamoto, unaona. Wanaacha maeneo kama haya, unaona. Havifai, yani havifai kula, wanaacha. Sasa kwa mfano kama huo samaki, hiyo itakuwa lini? Watu wanakuja kinyamela, yani kimya kimya wanafanya vitu kama hivyo, alafu tunawafahamu, tunashindwa kuitangazia serikali yani. Kwa hiyo lakini sisi tunaomba serikali kwanza ikishaanza kudhibiti juu, na hisi hata vitu hivyo havitaweza kupatikana katika mwaro wetu. Sauti hizi zinachagizwa na takwimu kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi zinazoonesha katika kipindi cha mwaka 2020-2024 zana 200,034 zenye thamani ya shilingi trilioni 2.1 za uvuvi haramu zimekamatwa katika maeneo mbalimbali nchini. Juhudi za serikali kutoa miongozo juu ya namna ya kuvua bado kwa baadhi ya jamii ya wavuvi wanaona tija yake ni kidogo, huku wakielekeza lawama kwa viwanda vinavyohusika kuwauzia vifaa vya uvuvi. Tunapokaa tunaweka mkakati kwamba sisi tunataka tuvue nchi hii, kiwango hiki cha samaki ndio tunachotaka kuvua. Hata kama ni kokolo bila yenye matundu makubwa inchi 7, hata avupe mchana, lakini tunajua na huwa samaki hata huyu mmoja mkubwa, wadogo wanapita. Kwa ningeomba serikali irudishe ule mfumo wa zamani ule wa kutumia wale mataa yale, kuna zinaitwa karabai. Idara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi ndio wasimamizi wa sekta hii ya uvuvi. Nakutana na mkuu wa idara hiyo wa wilaya Ukerewe akieleza mapato anayopata kupitia uvuvi, huku mwenyekiti kamati ya ushauri uvuvi endelevu Ziwa Victoria akieleza athari hasi zinazoweza kutokea iwapo udhibiti wa uvuvi haramu hautatafutiwa ufumbuzi. Hii sekta ndio inayoajiri watu karibu 76% kwa hapa Ukerewe, na sekta hii ndio ambayo tunaitegemea katika makusanyo ya halmashauri ili tusipoteze mapato ya taifa. Sasa hivi viwanda vinafungwa, viwanda vingi vimepungua, vibaki viwanda 2-3 ambavyo vinafanya kazi kanda ya ziwa. Kwa hiyo ni hatari sana, tunapoteza ajira kwenye viwanda, tunapoteza ajira kwa wavuvi. Wewe fumba macho kwamba siku moja wavuvi walio visiwani ajira yao imekufa, alafu wote wamerudi mjini. Licha ya serikali kuweka mikakati maalum ya kudhibiti uvuvi haramu, ikiwemo ukaguzi wa mara kwa mara, kampeni za uhamasishaji na kuimarisha sheria za uvuvi, lakini bado tatizo linaendelea. Lazima tuangalie utaratibu mzuri wa kisheria, wa kikanuni, lakini wa kiufuatiliaji. Lakini lingine, mnunuzi wa samaki anaona kabisa kwamba samaki huyu size yake ni ndogo, ananunua. Manake bado anamsaidia yule mvuvi haramu arudi tena ziwani akamletee size kama ile na anunue. Kwa mujibu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi nchini Tanzania, wastani wa shilingi bilioni 20 hupotea kila mwaka kutokana na uvuvi haramu. Kama hiyo haitoshi, takwimu hizo zinaonesha vitendo vya uvuvi haramu huathiri mazalia ya samaki na hivyo kupunguza upatikanaji wa bidhaa hiyo kwa wastani wa 30%. Sangala humu leo hawapo. Wameenda wapi? Uvuvi haramu. Maafisa uvuvi mko wapi? Mmeshaga shiba, mmevimba, mmejaa pesa za kupewa na wavuvi haramu. Mimi naongea kwa ushahidi. Aidha, wizara hiyo imebainisha kuwa serikali inaendelea kudhibiti vitendo hivyo kwa kufanya operesheni mbalimbali na kuteketeza zana za uvuvi huo kila zinapopatikana ili kudhibiti upotevu wa mapato wa mazao ya samaki ndani ya Ziwa Victoria. Mtakumbuka katika ziara ya Mheshimiwa Waziri aliyotembelea mkoani Mwanza Desemba 24, swala la uvuvi haramu liliongelewa na wadau wengi na mkapendekeza namna bora ya kupambana na uvuvi haramu, ambapo aliahidi kuwa serikali itaendelea kupambana na shughuli za uvuvi haramu katika maeneo yote ya uvuvi hapa nchini. Vitendo vya uvuvi haramu vitaendelea mpaka lini ndani ya Ziwa Victoria, ziwa lenye historia pana katika kukuza uchangiaji wa pato la taifa? Grace Meleo, Star TV, Ukerewe, Mwanza. Uvuvi halali unatunza mazingira na viumbe vyote vilivyopo kwenye maji, hivyo tuendelee kutunza mazingira. Hiyo ni taarifa kwake Grace Meleo katika jicho letu mkoani. Mtazamaji, tuna mapumziko mafupi, habari za biashara zinafuata.
Naam, karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika COASCO limewataka viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kuweka vyema taarifa za masuala ya kikodi na ukaguzi katika vyama vyao ili kuepuka adhabu za kisheria. Toa Kivale kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Kaimu mkurugenzi wa ukaguzi COASCO Gordon Kajaba akizungumza jijini Dodoma katika ufunguzi wa mafunzo ya siku 3 kwa viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kutoka mikoa ya Tanzania bara, anabainisha umuhimu wa taarifa za kodi katika vyama vya ushirika. Kuelewa misingi ya usimamizi wa kodi na umuhimu wa kuzingatia sheria husika, kwa maana ya kwamba usipozingatia sheria mara nyingi kuna adhabu, na ukishapata adhabu ni kitu ambacho pia hata kwenye bajeti yako hakikuwepo. Kwa hiyo kina athiri cash flow ya chama chako. Naye meneja ukaguzi shirika la COASCO Edison Pasco amewataka watendaji, wajumbe na wasimamizi wa vyama vya ushirika kufahamu wajibu wao katika kuandaa mpango wa kukaguliwa. Kwa maana hiyo ukiangalia hapo kuna msingi wa kuandaa taarifa za fedha, lakini vile vile kuna swala la compliance ya sheria ya kodi, kwa maana kufaili zile return. Sasa tunapofaili return, maana yake tunataka kuambia TRA nini tumekifanya ndani ya mwaka mzima, lakini tulikadiriwa nini na tumepata nini mwishoni mwa mwaka. Sasa lazima tupeleke kwenye mamlaka ya TRA. Sasa tumeona kuna gap kubwa ambalo limejitokeza. Tumekuwa kuna penalty nyingi sana zinajitokeza wakati wa kufaili hizo return, lakini wakati mwingine ni vitu ambavyo ni vidogo tu vya uelewa. Kwa hiyo tukaona tuitane pamoja. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wanabainisha uongozi wao katika vyama hivyo bila kuwa na mafunzo ya kutosha katika utendaji wao wa kazi. Kwa sababu tunaongoza pasipo kupata mafunzo yoyote, lakini tunashukuru Mungu kwa sasa tumeweza kuonwa na sisi. Sasa baada ya mafunzo haya, wanawake vyama vyetu vya ushirika vitaenda kutenga yale matengo ya kisheria kwa ajili ya kulipa kodi kwa maana ya litani za kila mwaka, na baada ya hapo tutakuwa na ripoti nzuri za kiukaguzi. Mafunzo kwa viongozi na watendaji 288 wa vyama vya ushirika kutoka Tanzania bara wanashiriki kwa siku 3 jijini Dodoma. Toa Kivale, Star TV, Dodoma. Vyama vya ushirika vimetakiwa kutumia majukwaa kwa lengo la kuinuana kiuchumi ili viweze kuhamasisha wengine walio nje ya ushirika huo kujiunga na kutumia umoja huo kufanya shughuli mbalimbali za uwekezaji nchini. Taarifa yake Sharifa Suleiman inatupasha. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda katika ufunguzi wa bonanza maalum kwa wanaushirika, ikiwa ni kuelekea katika jukwaa la maendeleo ya wanaushirika linalofanyika Mei 15 mwaka huu jijini Mwanza. Huwezi kuutenga ushirika kwenye kuchangia uchumi wa nchi yetu, na malengo makubwa ya kuanzishwa kwa ushirika ni watu wawe na nguvu ya pamoja ili waweze kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa taasisi, hatimaye uzae uchumi wa nchi. Kwa hiyo twendeni tuimarishe ushirika. Nilishakemea vitendo vya ufisadi kwenye vyama vya ushirika, havikubaliki, lakini pia hata wale ambao viongozi wa vyama vya ushirika wanaona kupitia jukwaa hilo watajadili masuala muhimu yatakayosaidia ushirika kuendelea kupiga hatua. Mkoa wa Mwanza nataka kueleza kwamba niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza vinaimarika. Lakini vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza vinatangaza mazuri yake vinavyoyafanya. Wanafanya mazuri mengi makubwa, lakini hakuna ambaye anafahamu vya mazuri yake. Vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza, labda mjajua, vinafanya mambo mengi. Tunao uwekezaji mkubwa wa majengo, tunao uwekezaji mkubwa, tunafufua kiwanda cha kuchakata pamba, lakini pia tunao uwekezaji mkubwa sana katika kufufua zao la kahawa na pamba katika maeneo ya vijijini. Sisi ambavyo serikali imekuwa ikiunga mkono na kutoa fursa mbalimbali kupitia Wizara ya Kilimo, na sisi tunawahamasisha wananchi wetu, hususan vijana na kina mama ambao wamekuwa nyuma katika swala zima la ushirika, ili
waweze kuja pamoja na kushiriki katika shughuli za uchumi na kuweza kuzifikia fursa mbalimbali ambazo serikali imekuwa ikizitoa. Na vyama zaidi ya 300 mkoa wa Mwanza na chama kikuu kimoja Nyanza ambazo kina amkozi nyingi. Na niseme tunasema kilimo ni biashara kama mnasikia, si ndio? Kwa hiyo vijana mkiingia kwenye ushirika mnaweza mkalima vizuri na mkapata maisha mazuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu vijana. Jukwaa hilo lililo chini ya chama kikuu cha ushirika cha Nyanza itavikutanisha vikundi mbalimbali vya ushirika vinavyokutana kila mwaka. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Asante sana Sharifa Suleiman kwa taarifa hiyo. Benki ya CRDB imetangaza ongezeko la faida ya shilingi bilioni 551 na ongezeko la thamani ya hisa kutoka 150 hadi 860 kwa hisa moja, mafanikio yaliyochangiwa na maboresho mbalimbali yaliyofanywa ikiwemo ya kimfumo. Hii ni taarifa ya kwake Beatrice Gerard. Mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa benki ya CRDB Dr. Ali Lai ameweka bayana mafanikio hayo katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Arusha, ukiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea mkutano mkuu wa 30 wa wanahisa wa benki hiyo, ambapo pamoja na mambo mengine pia mkutano huo utapokea mapendekezo kutoka kwa wanahisa. Ukuaji wa benki umeenda sambamba na ongezeko la thamani ya uwekezaji wa wanahisa wetu. Thamani ya hisa wakati tunaenda kwenye soko ilikuwa shilingi 150, leo ni shilingi 860. Ndio maana tunasema benki imekuwa, ikiwa ni ongezeko la 613% ukilinganisha na thamani ya awali wakati ukoorodheshwa. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Abdulmajid Nsekela amefafanua kuwa mkutano huo ni jukwaa muhimu kwa wanahisa kuweka mezani na kujadili masuala yote yanayohusu uwekezaji wao katika benki hiyo na kuweka mikakati ya pamoja kufikia malengo kusudiwa. Wanaangalia na kutafakari maendeleo ya benki yao ilikotoka na ilipo inakoelekea, lakini wanapata fursa ya kutoa ushauri mbalimbali kwa wapi tunaenda. Mkurugenzi wa huduma za jamii wa benki hiyo Esther Mwambapa ameeleza matukio kadhaa yatakayotangulia mkutano huo mkuu katika mikoa ya Arusha na Kilimanjaro, ikiwemo semina ya uwekezaji wa wanahisa pamoja na elimu ya ujasiriamali kwa makundi ya vijana na wanawake. Kesho kwenye semina za wanawake tutakuwa hapa Arusha, na hapa Arusha tumepata bahati ya kuwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Joseph Mkude. Mkutano wa wanahisa unatarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi huu, ukiwa ni mmoja ya mkutano muhimu wa benki hiyo katika kuadhimisha miaka 30 ya utoaji wa huduma zake. Beatrice Gerard, Radio Free Africa, Arusha. Endelea kubaki na Star TV, habari za kimataifa zinafuata. Karibu sasa katika habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Washington haina mshirika wa karibu zaidi kuliko Saudi Arabia wakati wa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, ziara katika mataifa ya Ghuba yaliyolenga zaidi kuimarisha uwekezaji. Chazi Machugu na undani wa habari hii. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid na kupokelewa na mwenyeji wake mwanamfalme Mohammed bin Salman, Rais Donald Trump wa Marekani amepata nafasi ya kipekee ya kukaribishwa kwa hadhi ya kifalme, na kisha viongozi mbalimbali wa taifa hilo wakapata nafasi ya kumsalimia. Miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa na bilionea Elon Musk ni miongoni mwa matajiri walioambatana na Rais Donald Trump katika ziara yake, pamoja na wakurugenzi kadhaa wakiwemo kutoka makampuni ya Boeing, Amazon, OpenAI, Coca-Cola, Northrop Grumman na Uber, pamoja na mkuu wa utumishi ya ikulu ya Marekani Susie Wiles na baadhi ya mawaziri wake. Rais Trump ametia saini ushirikiano wa kimkakati wa kiuchumi na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman.
Serikali ya Marekani imekadiria kiasi cha dola bilioni 600 kwenda Marekani, ambacho kinalingana na takwimu iliyotolewa na mtawala mkuu wa ufalme wa Saudia mwezi Januari. Katika hatua ya kushangaza inayogeuza mwelekeo wa sera za nje za Marekani, Rais Trump amekutana na rais mpya wa Syria, Ahmed al-Sharaa, na kuahidi kuondoa vikwazo vyote dhidi ya taifa hilo lililoharibiwa na vita. Tukiangazia habari nyingine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema iwapo rais wa Urusi hatofika katika mkutano wa kusaka suluhu ya vita mjini Istanbul Alhamisi hii, itaonyesha kuwa hana nia ya dhati ya kuvimaliza vita kati ya Moscow na Kiev. Rais Zelensky amemtolea mwito rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kufanikisha mkutano na kiongozi wa Urusi utakaofanyika Uturuki Alhamisi hii. Lakini hadi sasa ikulu ya Kremlin imekataa kuweka wazi iwapo Rais Putin atasafiri kwenda nchini Uturuki baada ya kiongozi huyo mwenye kupendekeza kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine katika hotuba aliyoitoa mwishoni mwa wiki. Mkutano huo wa viongozi wa Urusi na Ukraine utakuwa wa kwanza wa ana kwa ana tangu miezi ya mwanzo wa uvamizi wa Urusi mnamo Februari mwaka 2022. Kwingineko, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameliita kundi la wazungu wa Afrika Kusini 59 ambao wamehamia Marekani kuwa ni waoga, akisema watarudi hivi karibuni. Kundi hilo liliwasili Marekani baada ya Rais Donald Trump kuwapa hadhi ya ukimbizi, akisema wanakabiliwa na ubaguzi wa rangi. Ikumbukwe zaidi ya miaka 30 baada ya kumalizika kwa miongo kadhaa ya utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini, wakulima weusi wanamiliki sehemu ndogo tu ya mashamba bora ya nchi, huku mengi yakiwa bado mikononi mwa wazungu, na kusababisha hasira kutokana na kasi ndogo ya mabadiliko. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Rais wa zamani wa Uruguay Jose Pepe Mujica amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 69. Rais huyu wa kitambo aliyetawala tangu mwaka 2010 hadi 2015, ambaye ni mpigaji wa zamani wa msituni aliyegeuzwa demokrasia ya kijamii, ambaye alijikomboa kutoka kwa maadili ya fahari ya kisiasa, amekuwa kutokana na uhaba wake wa vyombo vya habari mwanafikra mkuu wa ukanda wa kushoto wa Amerika Kusini. Jose Pepe Alberto Mujica Codano alimaliza kazi yake ya kisiasa baada ya muhula wa urais 2010 hadi 2015 akiwa katika wizara ya kilimo na miaka 26 katika bunge la Senate Oktoba 21, 2020 kutokana na vitisho vinavyotokana na janga la uviko 19. Rais huyu wa ajabu ambaye alikataa kuhamia katika ikulu ya rais alitoa 90% ya mshahara wake katika shirika la makazi ya kijamii, ambaye alikuwa na magari mawili tu ya zamani. Na hizo zilikuwa ni habari za kimataifa, zilikuwa zinawasilishwa naye Charles Machu. Mtazamaji, tuna mapumziko mafupi, habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. Kwa kwanza na iacha nafasi kule Limpanzo, ameweka kule kwa Janja Hua, nafasi ya wazi kabisa hii. Simba anamwinda na anaweza kumpata wakati wowote. Imetengwa, inawekwa ndani kule. Janja Hua anaweka chuma, nyavu zinatikisika. Tarehe 17 tunampiga Moroko, tarehe 25 mwezi wa 5 tunampiga kwa Mkapa. Kwa Mkapa hajawahi kutoka mtu. Hii ndiyo Simba. Haya wanangu wa Bwera, twenzetu ni Moroko. Aje mwingine alijaue, ili kutizama mitanange hii miwili ya Simba, lipia kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,000 ndani ya DStv. Aje mwingine alijaue. Karibu sasa katika habari za michezo na burudani.
Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba ya Dar es Salaam wamesema kitendo cha timu yao kuanzia ugenini kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane kunaipa nafasi kubwa klabu hiyo ya kuchukua ubingwa wa michuano hiyo. Jumamosi hii klabu ya Simba inaenda kucheza mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika huko Morocco, ikiwa ni mara ya pili kwa klabu hiyo kufika katika hatua hiyo baada ya kufanya hivyo mwaka 1993. Mashabiki hao wanasema klabu ya Simba imekuwa na matumizi mazuri ya uwanja wa Benjamin Mkapa, hususan inapofika swala la michezo ya kimataifa, hivyo hawaoni sababu ya kushindwa kulitoa kombe hilo mwaka huu. Sisi kule lengo letu ni tutoke nao suluhu tu basi, lakini kazi inakuja kumaliza hapa kwa Mkapa. Uhakika 100% kule sisi tunaenda kusuluhu, ila shughuli na kuwapa nyumbani hapo, atoke mtu nyumbani kwa Mkapa, yani tuna uhakika kule kwa atacheza anavyojua. Alafu akija huko Dar es Salaam pale Tanuri kwa Mkapa pale, Mwarabu lazima alale. Mbinu za kocha Fadu Davis ni swala lingine linalowapa hali ya kujiamini mashabiki hao wa klabu ya Simba kuelekea michezo hiyo miwili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kupeshi sana. Bonge la kocha kwanza. Mbinu nyingi. Kwa ugenini jitahidi sana. Yaani sio kuzuia ishinde. Yaani ishinde ionyeshe kama hatujabatisha. Siwezi nikaweka doubt kwa Simba kuchukua ile kombe, maana ni faida kwetu sote wa Tanzania. Mchezo huo utaanza majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo mchezo wa marudiano utachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Mei 25 mwaka huu. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Wanamichezo 120 na makocha 12 wameteuliwa kuunda timu ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Wameingia kambini kuanza mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya mkoa wa Mwanza. Wilson Elisha ana taarifa zaidi. Mratibu wa UMITASHUMTA wa halmashauri ya jiji la Mwanza Mazembe Joseph akiwa kwenye viwanja vya shule ya msingi Nyakabungo na Mirongo kushuhudia mazoezi na michezo hao wakiwa na makocha wao kama sehemu ya kambi ya timu ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Vijana hao mnaoona wanaendelea na mazoezi ni vijana ambao tumewachuja kuanzia ngazi za shule. Mashindano ya UMITASHUMTA huwa yanaanzia mashuleni. Darasa kwa darasa linacheza, baadaye tunapata timu za shule, baadaye tunakutana kwa ngazi ya kata, tunapata timu za kata, baadaye tunaenda kwenye ngazi ya kanda. Joseph amesema na mchezo walioteuliwa wana vipaji vya hali ya juu. Baadhi ya vijana hawa mwaka jana pia waliwakilisha mkoa ngazi ya taifa, kwa sababu tuna mtindo kwa jiji la Mwanza baadhi ya watoto kutrain kuanzia madarasa ya chini. Kwa hiyo inatupa unafuu kuandaa timu mwaka baada ya mwaka. Baadhi ya makocha wanaoendelea na mazoezi ya kuandaa wachezaji hao wamesema wana hali ya kufanya vizuri. Vijana wana uwezo, wana vipaji, na kwa sasa mchezo kama handball umekuwa ukichezwa. Awali ilikuwa inaaminika kwamba mchezo ule unachezwa katika majeshi, lakini kwa sasa baada ya serikali kurudisha katika mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA, kwa kweli vipaji vinaonekana toka awali. Tumefanya maandalizi ya kutosha, na hapa unavyoona tunaendelea na hayo maandalizi kwa ajili ya kupata timu ambayo itabeba ubingwa katika mkoa, lakini pia kwenye timu ya mkoa tutoe wachezaji wengi ambao wataweza kutuwakilisha tutakapoenda huko Iringa na hatimaye kuchukua ubingwa wa kitaifa. Nao wana michezo wanaojiandaa na mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya mkoa wamesema watahakikisha wanafanya vizuri katika mashindano hayo. Nashiriki mchezo wa handball. Napenda niweze kushiriki vizuri katika mchezo huu wa handball, tuweze kufika mpaka kitaifa na kuendelea. Naija kwenda vizuri, walimu wanatufundisha vizuri, tunafanya mazoezi vizuri, tunacheza vizuri, tunacheza watu mbalimbali vizuri, tunaendelea vizuri. Michezo wanayoendelea nayo kwenye mazoezi wachezaji hao ni pamoja na wavu, soka, netball na mpira wa kikapu. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Godlisten Kitomari yuko tayari kabisa kwa ajili ya habari za michezo kimataifa.